Kuna watu kwenye maisha wanapitia maumivu kwa sababu ya kuwa na matarajio yasiyo halisi. Tunaita unrealistic expectations. Maumivu katika maisha yanatokana na tofauti ya vitu viwili. Moja ni matarajio yako, yani expectations, na pili ni uhalisia, yani reality. Maana yake ni kwamba kama matarajio yako yatakuwa juu, alafu uhalisia ukiwa chini, utakutana na maumivu tu. Lakini kama matarajio yakiwa chini, alafu uhalisia ukiwa juu, basi utakutana na furaha katika maisha yako. Sasa moja kati ya kitu ambacho kinachowaingiza watu wengi sana katika maumivu ni kuwa na matarajio yasiyokuwa halisi. Huwa tunaita matarajio ya uongo. Sasa na wewe pia uwe makini sana, kwa sababu wapo watu ambao wameumia kikazi kwa sababu ya matarajio yao, wapo watu ambao wameumia katika mahusiano kwa sababu ya matarajio yao, wapo watu ambao wameumia katika biashara kwa sababu ya matarajio yao, na kwenye maisha kiujumla wameshindwa kupiga hatua kabisa kuelekea katika kitu kile wanachokitaka. Sasa yapo maeneo ambayo watu wengi sana wanapata changamoto ya kuwa na matarajio yasiyo halisi ambayo yanawaumiza. Eneo la kwanza kabisa ni kuwa na matarajio kwamba vitu vitabadilika tu vyenyewe. Huu ni uongo mkubwa sana ambao watu wengi wanajiambia. Yaani unakuta mtu leo yupo katika changamoto ya kifedha, yupo katika changamoto ya kikazi, yupo katika changamoto ya kimahusiano, halafu anakaa tu, hakuna kitu anafanya, hakuna kitu anakitekeleza, anaamini kwamba kuna siku mambo yatabadilika tu yenyewe. Mimi katika kujifunza kutoka kwa watu waliofanikiwa, kuna kanuni moja muhimu sana ambayo nimejifunza ambayo inanisaidia hata leo. Kanuni hii inaitwa the law of causes and effect. Kanuni ya kichocheo na matokeo. Kanuni hii inasema ukiona matokeo yote katika maisha ya mwanadamu, kuna kitu amekifanya kilichompa matokeo hayo. Kwa hiyo wewe badala ya kuiga matokeo, iga kile kitu alichokifanya kilichompa matokeo. Kwa hiyo kanuni hii inakutaka kama leo hujapenda na hujafurahia ulipo, inatakiwa kujua kwamba ufanye nini ili kesho usijikute hapo hapo ulipo. Kwa maneno mengine ni kwamba kesho ukiishi vile vile ulivyoishi jana, ukifanya kama ulivyofanya jana, maana yake kesho utakuwa kama ulivyokuwa jana. Utakuwa unarudia matokeo yale yale katika maisha yako bila kubadilika. Kwa hiyo katika maisha hakikisha kwamba haui na matarajio ya uongo, kwamba vitu vitabadilika tu vyenyewe. Haya ni matarajio ambayo yamewafanya watu wengi sana wasifanikiwe katika maisha yao. Jambo la pili ambalo ni matarajio ya uongo ni kufikiri kwamba watu watakuonea huruma. Ndugu yangu, huu ulimwengu una ukatili mwingi sana. Kuna wakati unafikiri utaonewa huruma kwa sababu ya hali yako mbaya katika maisha. Utaonewa huruma kwa sababu wewe ni yatima. Kuna mtu unakuta anatafuta kazi, anasema unajua kama mimi ni yatima, kwa hiyo nisaidiwe. Oh, sijui hata jana sijala kabisa, nina njaa kweli. I say, ulimwengu haupo hivyo. Ulimwengu ni wa ajabu sana. Ndio maana pana methali moja nzuri ambayo inayosema either you are a lion or you are a gazelle, you need to run fast in the jungle. Yaani either wewe ni simba au ni swala, ukiamka asubuhi lazima ukimbie. Kwa nini? Kwa sababu simba ili ale ni lazima akimbie kwa kasi zaidi kuliko swala, na swala ili asurvive kule porini ni lazima awe na mbio kuliko simba anayemkimbiza. Kwa hiyo haijalishi upo upande gani katika maisha yako, yaani wewe ni simba au ni swala, lazima upambane kwenye maisha yako. Sasa miongoni mwa uongo mkubwa ni ule ambao unaosema kwamba watu watakuonea huruma. Nikitia huruma fulani hivi, nikionyesha kwamba mimi nimetokea kwenye familia yenye matatizo, nikionyesha kwamba mimi nimekutana na changamoto nyingi. Ni kweli kuna wakati mwingine katika maisha yako kuna watu watakuonea huruma, lakini sio siku zote. Na mara nyingi huruma nyingi, yaani watu ambao wanaokusaidia kwa sababu ya kuonea huruma, hawakutoi kwenye matatizo, wanakusaidia kuvuka tu kidogo katika matatizo, lakini utaendelea kubaki kwenye matatizo yale yale. Watu wanaokutoa kwenye matatizo hawakusaidii kwa sababu wanakuonea huruma, wanakusaidia kwa sababu wanakupenda. Kwa hiyo moja ya uongo ambao hautakiwi kuwa nao kabisa ni kwamba eti itafika siku watu watanionea huruma na watanisaidia kama ninavyotaka. Achana na hiyo kitu. Huo ni uongo. Pambania ndoto yako, pambania unachokiamini, fukuzia ndoto zako, amka kupambana. Watu wengi unaowahitaji watatokea ukianza kufanya. Kama hujaanza kufanya, hautawaona kabisa. Lakini jambo la tatu ni kwamba watu watanipa tu ninachokitaka. Huu ni uongo mwingine. Kwa sababu nataka kuwa mfanyabiashara watanipa mtaji tu. Hapana. Kuna mtu mmoja aliwahi kusema, in this world you don't get what you deserve, you get what you fight for. Kwamba upate kitu unachokitaka tu, unakipata kile kitu unachopambania. Kwa nini? Kwenye kila nafasi unayoitaka kuishika kesho, kuna mtu ameikalia leo. Kwenye kila fursa unayoitaka, kuna mtu anayo leo. Kwenye kila pesa unayoitafuta, ipo mikononi mwa mtu leo. Kwa hiyo maana yake ni kwamba
Hakiwezi kutoka tu kile kitu ambacho unachokitaka mikononi mwa mtu kirahisi rahisi. You need to fight for. So watu wengi wanakaaga na kusema kwamba mimi watanipa tu ninachokitaka. Sio kweli. Watu hawakupi unachokitaka. Watu wanakupa unachokipambania. Watu wanakupa unachokipigania. Usipoonyesha juhudi katika kukitafuta kile ambacho unachokipambania unachokitaka, hutakipata katika maisha yako. Kwa hiyo make sure kwamba ukitaka kipambanie. Na huwa nasema hata siku moja ususie maono yako. Kuna watu wanafika mahali wanasema kwamba mimi naona watu hata hawanisapoti. Mimi naona watu hata hawapo pamoja na mimi. Mimi nimeamua kuacha. Hapana, usisusie maono yako. Unayepata hasara ni wewe. Wale wengine hawana hasara. Kwa sababu unachokithamini wewe, inawezekana mtu mwingine akithamini. Usijidanganye eti siku moja watu wataibuka tu waanze kukusaidia. Hapana. Jambo la mwisho ni uongo wa kufikiri kwamba kila mtu atakuwa na moyo kama wa kwako. Ipo hivi, katika hii dunia watu walioumizwa zaidi ni wale wenye mioyo mizuri kuliko wale wenye mioyo mibaya. Ni kwa nini wanaumia zaidi? Ni kwa sababu wanakuwa na moyo mzuri, wanafanya mambo kwa moyo mweupe, lakini wanakuwa na matarajio makubwa kwamba wengine watafanya kama wao wanaofanya. Wewe ukisikia rafiki yako amefiwa, unaacha kazi zako, unaenda kumfariji, unatoa na rambirambi. Ukisikia anaumwa, unamtembelea. Ukisikia anauguliwa, unamsaidia. Unafanya vitu vingi kwa ajili ya watu. Unajitoa, unaacha mambo yako mengi. Moyo wako unakuambia kwamba kama wewe ni mzuri, hao pia watakuwa ni wazuri. Unatengeneza matarajio ya uongo kwa kufikiri kwamba watu wote ni kama wewe. Wewe ni rahisi mtu akiwa na shida kujitoa fedha zako kwa ajili ya kumsaidia, lakini sio kila mtu ana moyo kama huo. Wewe kwenye familia yako leo ndio ambaye unayetegemewa. Kila ukiwa na shida wanakutafuta wewe. Unaacha kufanya mambo yako binafsi, unaacha kufanya maendeleo yako kwa ajili ya kuwasaidia. Akili yako inakwambia na wao watajitoa kama wewe unavyojitoa. Sasa leo nakwambia hayo ni matarajio ya uongo, kwa sababu sio kila mtu ana moyo kama wako. Sio kila mtu ataweza kujitoa kama wewe unavyojitoa kwa wengine. Na ndio maana usipojikumbuka, inawezekana asiwepo mtu pia wa kuweza kukumbuka. Na ndio maana watu wengi ambao ni tegemeo katika maisha na familia huwa wanapoteza maisha mapema kwa sababu ya kuzidona vitu, wakiamini kwamba kwa sababu nilifanya kwa wengine na wao watafanya kwangu. Wanashangaa siku wakianza kuumwa, ndugu wale wale waliokuwa wakiwasaidia, ndugu wale wale waliokuwa wakiwahudumia, ndugu wale wale waliokuwa wakiwakatia bima, ndugu wale wale waliokuwa wakiwatibia, ndugu wale wale waliokuwa wakiwalipia hela za shule, hakuna hata mmoja ambaye anayewakumbuka. Kwa nini? Si kwamba kila mtu ana moyo kama wako. Kwa hiyo ili usiumie, punguza matarajio kwa watu kwa kufikiri kwamba wao wana moyo kama wako.